Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 26 Januari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya watakatifu Timotheo na Tito, maaskofu. Tuanze kwa kutafakari juu ya maisha ya mtakatifu Timotheo. Paulo katika barua yake ya kwanza kwa Timotheo anamueleza Timotheo kama mwanaye mpendwa katika imani na mfuasi wa karibu kabisa. Timotheo alikuwa mwenyeji wa Listra huko Uturuki. Baba wa mtakatifu Timotheo alikuwa ni mtu wa mataifa na mama yake alikuwa Myahudi. Timotheo aliongoka akawa Mkristo wakati mtakatifu Paulo alipomkuta Listra, mji wake alimozaliwa, hivyo akaongozwa na Paulo. Inaaminika kuwa Timotheo alikuwa Mkristo wakati wa safari ya kwanza ya Paulo ya kimisionari kule Listra mnamo mwaka 47. Wakati Timotheo alikuwa na umri wa miaka 15. Paulo alikutana naye tena miaka 4 baadaye, akamkuta Timotheo akiendelea kukua vema katika fadhila zote, akisifiwa na waamini wa Listra na Ikonia. Hata mtakatifu Paulo akaamua kumchukua kama mwanafunzi wake mpenzi katika safari zake za kimisionari. Ili Timotheo aweze kupokelewa vema na jumuiya ya Kiyahudi, Paulo aliamua kumtahiri. Timotheo alikuwa msaidizi wa karibu wa mtakatifu Paulo kueneza Injili katika miji ya Ugiriki na Uturuki kwa miaka 13. Timotheo alikuwa mdogo na mwoga. Hata Paulo alimshauri akimtia moyo akisema, mtu yeyote asikudharau kwa sababu wewe ni mdogo. Hukupewa roho ya woga, bali roho ya ujasiri ya kumhubiri Kristo. Timotheo alipewa daraja la uaskofu na mtakatifu Paulo ili awaongoze Wakristo wasiokuwa Wayahudi. Akawa askofu wa jimbo lake la Efeso huko Uturuki. Mtakatifu Yohane Damasini anasema kuwa Timotheo akiwa Efeso alishuhudia kupalizwa mbinguni Bikira Maria. Naye Yohane Mwinjili anamwelezea Timotheo kama malaika wa kanisa la Efeso. Timotheo alikuwa mpendevu kwa asili na mtu mwenye afya dhaifu. Hata Paulo alipenda kumchukulia kama mwanaye, mfuasi mwaminifu, rafiki mpendwa na mfanyakazi mwenzake katika utume. Katika mji wa Efeso palikuwa na hekalu la Diana, mungu wa kike. Kila mwaka watu walizoea kutolea dhabihu sanamu na kuzitembeza wakicheza ngoma za kipagani na kuimba nyimbo zisizofaa. Siku moja Timotheo aliwakaripia hao wapagani, hata wakakasirika sana, na kwa amri ya Kaisari Nerva Augusto wakamrukia Timotheo na kumpiga kwa mawe hadi kumuua. Tutazame pia maisha ya mtakatifu Tito. Tito ni mfuasi mwingine mpendwa wa mtume Paulo. Tito alikuwa mwenyeji wa Antiokia. Mtakatifu Tito alizaliwa na wazazi wapagani. Alitumwa Yerusalemu kukusanya ripoti ya miujiza aliyofanya Yesu, na pale aliongoka na kuwa mmoja kati ya wale wafuasi 72 wa Yesu. Mtakatifu Paulo alimchagua awe msaidizi wake katika kazi ya kueneza Injili. Pia alikuwa mkalimani na katibu wa mtume Paulo.
Tito alikuwa na moyo wa kimisionari, ndiyo maana Paulo alimheshimu sana na kumtegemea katika kazi hiyo. Paulo alipokwenda Yerusalemu kwa mtaguso wa kwanza wa kanisa, Tito alikwenda pamoja naye. Miaka 5 baadaye, Paulo alimtuma kutoka Efeso kwenda Korinto kuwapatanisha Wakristo ambao walikuwa wamegawanyika na pia kukusanya fedha kwa ajili ya kusaidia kanisa la Yerusalemu ambalo lilikuwa katika hali ya uhitaji mkubwa. Mnamo mwaka 64, Tito aliwekwa na Paulo kuwa halifa wake. Akawa askofu wa Krete. Naye Tito aliendeleza kazi ya kitume aliyoianza Paulo kisiwani mle. Paulo alimwandikia barua akimweleza namna ya kuwasimika wazee wa kanisa. Mnamo mwaka 65, Mtakatifu Tito alikwenda Dalmasia huko Yugoslavia kuhubiri. Baadaye alirudi kisiwani mwake Krete mwaka uliofuata, na mwaka huo huo alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 94. Askofu Tito alipambana vikali na miungu ya uongo. Wakati mmoja alipita mbele ya hekalu la Yupita, mungu wa uongo aliyeabudiwa sana na watu nyakati hizo. Tito alililaani lile hekalu na jengo lote likabomoka saa ile ile. Liwali Sekundo aliyelijenga hilo hekalu kwa amri ya Kaisari alimwomba Tito amkinge na hasira ya Kaisari wa Roma. Tito akaagiza lile hekalu lijengwe upya, lakini kwa heshima ya Mungu wa kweli. Kanisa lilijengwa kwa siku chache, na mwishowe liwali Sekundo aliomba abatizwe yeye na familia yake yote. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya watakatifu hawa Timotheo na Tito, maaskofu. Fanya kazi kama askari hodari wa Yesu Kristo. Hakuna mtu ambaye akiwa askari wa Kristo atafungamana na malimwengu, bali huachilia yote ili aweze kumpendeza yeye ambaye amejifunga kwake. Rejea waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya 2 aya ya 3 hadi ya 4. Watakatifu wengine tarehe 26 Januari: Mtakatifu Paula na Mtakatifu Theogenes, askofu wa Algeria. Watakatifu Timotheo na Tito, maaskofu. Mtuombee.